Habari ya muda huu tena, kwa majina naitwa Dr. Lawrence kutoka katika hospitali ya halmashauri mji wa Handeni. Kama kawaida leo tutaendelea na sehemu ya kipindi ya kujifunza kuhusiana na elimu ya afya. Leo nitaangazia kidogo kuhusiana na watoto njiti. Hii nimeichagua tu isemee kidogo kutokana na ongezeko kubwa la kuzaliwa kwa watoto njiti. Na tunaposema watoto njiti maana yake ni wale watoto ambao hawajatimia. Wanazaliwa kabla ya kukamilika kwa wiki 37 na siku 6 ambayo tunasema kwamba sasa hii mimba imeweza kutimia. Lakini sababu na hiyo habari ya muda huu, kwa majina tena naitwa Dr. Lawrence. Leo tunaendelea na somo letu, lakini leo napenda kuongelea kuhusiana na hili swala la watoto njiti. Napenda kuongelea hii issue kwa sababu kuna ongezeko kubwa sana la kuzaliwa kwa watoto njiti hivi karibuni. Inawezekana pia pengine zamani ilikuwepo, lakini data zilikuwa hazipo za kutosha. Lakini sasa kwa sasa na kadri siku zinavyozidi kwenda, kuna ongezeko kubwa sana la kuzaliwa kwa watoto njiti. Na tunapoongelea watoto njiti ni watoto gani? Watoto njiti ni watoto ambao wanazaliwa kabla ya hawajafikisha kilo 2.5. Kwa hiyo maana yake watoto ambao wana kilo chini ya 2.5. Kwa mfano mtoto anaweza kuwa na kilo 2.4 na kurudi nyuma. Na muda mwingine kulingana na eneo wanazaliwa chini zaidi kama gramu 600, gramu 500, gramu 800 na kuendelea. Na ukijaribu kuangalia sasa ongezeko lake inakuwa ni kubwa. Ukijaribu kupitia kwenye maandishi tofauti tofauti kama ripoti ya Shirika la Afya Duniani, WHO, inaonyesha kwamba kuna ongezeko la watoto njiti kwa zaidi ya 10.5 globally. Maana yake kwa mwaka unaongelea kwamba kuna watoto zaidi ya milioni 22 wanaozaliwa kwa watoto njiti. Kwa ujumla maana yake kuna ongezeko kubwa. Na katika watoto njiti hao wamegawanyika katika makundi matatu. Na hii imegawanyika kulingana na uzito husika. Kuna watoto ambao naita low base weight, kwa maana kwamba wana kilo za chini. Hao ni watoto ambao kilo zao ni zaidi ya 1.5 hadi 2.4. Lakini kundi la pili tunaita very low base weight, watoto ambao wana kilo chache, na hao wanaanzia kuanzia kilo 1 hadi 1.4. Na kundi la mwisho tunaita ni extreme low base weight. Maana yake hao ni watoto ambao wana kilo chache zaidi, kwa maana kwamba ni kilo chini ya gramu 1000, maana yake chini ya kilo 1. Kwa mfano 0.99 na kuendelea kushuka chini. Kwa hiyo haya ndio makundi tofauti tofauti ya watoto njiti. Lakini katika kuwasilisha hii nachotaka kuangalia, kwa sababu issue nyingine ni matibabu, lakini tunachotaka natamani tuangalie kitu ambacho inaitwa risk factor. Risk factor for low base weight. Maana yake risk factor tunaita ni kama vichochezi vinaosababisha kuzaliwa kwa watoto njiti. Sababu zipo nyingi, lakini nyingine haziwezi kuepukika, lakini nyingine zinaweza kuepukika.
kwa sababu mimi nataka hii iende kwenye jamii, nitaongelea zile ambayo tunaweza tukafanya jambo. Tukifanya jambo tunaweza tukaepuka, tunaweza tukarekebisha au tukaepuka hiyo visababu, alafu mwisho wa siku sasa tuweze kuokoa maisha ya vile vitoto. Nitaongelea tu chache. Moja, tunaita moja ni lishe duni ya mama. Inachekesha lakini ndio hivyo. Lishe duni ina mambo mengi, yaani kama mama asipopata lishe vizuri, moja kitu ambayo inaweza kutokea ni upungufu wa damu. Kitaalamu tunaita anemia in pregnancy. Ule upungufu wa damu ni moja ya pointi kubwa ambayo inasababisha sana kutokea kwa kuzaliwa kwa watoto njiti, yaani kabla ya mimba haijatimia. Na hii ina njia zake, lakini ambayo inaweza kusababisha, inavyoweza kusababisha kutokea kwa hii hapo. Sababu unapoongelea anemia maana yake ni issue ya upungufu wa damu. Kwa hiyo mzunguko wa damu unakuwa uko chini. Mzunguko wa damu unakuwa uko chini maana yake kwenye sehemu kubwa ya mwili. Kuanzia kwenye mwili wa kawaida, lakini baadaye inaenda kwenye